Mwongozo wa kujifunza Biblia Julai 17, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Somo Ellen G. White, mafunzo kwa ajili ya wale tenashara, ukurasa wa 12 hadi 18 katika Matendo ya Mitume, sehemu ya kwanza. Umoja na mapatano ya watu wa Mungu waliosalia wanaoamini ukweli vina usadikisho wenye nguvu kwa ulimwengu kwamba wana ukweli na ni watu wa pekee waliochaguliwa na Mungu. Umoja huu na mapatano vinamvuruga adui na amekusudia kwamba hautakuwepo. Ukweli wa sasa ukiaminiwa moyoni na kuoneshwa kwa mfano maishani, unawafanya watu wa Mungu kuwa na mvuto wenye nguvu. Testimonies for the Church, gombo la kwanza, ukurasa wa 327. Mungu anawaongoza watu kusimama katika umoja mkamilifu juu ya jukwaa la ukweli wa milele. Kristo alijitoa kwa ulimwengu ili aweze kujisafishia watu wake milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Mchakato huu wa utakasaji umekusudiwa kulisafisha kanisa kutokana na udhalimu wote na roho ya mafarakano na ushindani au ugomvi, ili waweze kujenga badala ya kubomoa na kuunganisha nguvu zao katika kazi kubwa iliyo mbele yao. Mungu amekusudia kwamba watu wake wote wafikie umoja wa imani. Ombi la Kristo kabla tu ya kusulubiwa kwake lilikuwa kwamba wanafunzi wake wawe na umoja kama vile yeye alivyokuwa umoja na Baba, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba Baba ndiye aliyemtuma. Ombi hili lenye mguso na la kustaajabisha sana linadumu kwa zama zote, hata siku zetu, kwa maana maneno yake yalikuwa, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Ellen G. White, Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 17. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: kuelekea mwisho wa huduma yake duniani, Yesu aliomba kwa ajili ya umoja, wote wawe na umoja, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Yohana 17:21 hadi 23. Kwa nini umoja katika Kristo ni hoja yenye nguvu ili kuthibitisha ukweli kwamba Mungu alimtuma mwanawe ili kuuokoa ulimwengu? Kuhusiana na hili, kwa nini kukosekana kwa umoja ni kikwazo kwa utume wa kanisa? Swali la pili. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 9 hadi 13 na uzingatie kwa makini jinsi mitume wanavyoelezewa katika kifungu hiki. Maelezo haya kuhusu mitume yanatofautianaje na sifa za uongozi zinazothaminiwa katika ulimwengu wetu? Kifungu hiki kinatufundisha nini kuhusu jinsi viwango vya Mungu na viwango vya ulimwengu huu vinavyoweza kutofautiana? Swali la tatu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 16, Paulo anawahimiza Wakorintho kumwiga. Je, ungekuwa tayari kuwaiga viongozi wa kibinadamu? Kumwiga kiongozi kunawezaje kutofautiana na kumtukuza mno kiongozi huyo, na hata kwa namna inayoweza kusababisha hatari? Na huo ndio mwisho wa somo la tatu linalosema umoja katika Kristo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.